Kesha la asubuhi, ikiwa leo ni Machi 30 ya mwaka wa 2025. Ni mwezi Machi ambao tunajifunza mada kuu isemayo mwinue Yesu juu kama mwana wa Adamu. Masomo yetu mwaka huu yanasema mwinue Yesu juu. Leo tunaenda kuiangazia mada isemayo katika mikono ya Baba. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Baba yetu na Mungu wetu uketie mahali pasiri juu mbinguni. Tunasema asante kwa ajili ya ulinzi wako, rehema yako na ya pekee maishani mwetu. Tunakutukuza kwa namna ambavyo umetembea nasi kwa muda huu wote, kwa namna ambavyo umetupatia nafasi ya pekee kuendelea kujifunza neno lako. Jina lako litukuzwe. Watoto wako wa kiume na wa kike tumekuja kwako asubuhi ya leo tukileta haja zetu mbalimbali. Ukamsikie kila mmoja ombaye sawa na mapenzi yako. Leta amani maishani mwetu, leta faraja, tupatie upendo na furaha. Jina lako litukuzwe, kwani utafanya hivyo na kuzidi, katika jina la Yesu. Amina. Katika mikono ya Baba, hii ndiyo mada yetu siku ya leo. Yohana sura 20:17 inasema, ninapaa kwenda kwa Baba yangu, naye ni Baba yenu, kwa Mungu wangu, naye ni Mungu wenu. Kabla ya kuweka misingi ya dunia, Baba na Mwana walikuwa wameungana katika agano la kumkomboa mwanadamu ikiwa atashindwa na Shetani. Walishikana mikono wakaahidi kuwa Kristo atakuwa dhamana kwa ajili ya wanadamu. Kristo alikuwa ameitimiza ahadi hii pale msalabani. Kristo aliposema imekwisha, alikuwa akimwambia Baba yake, mapatano yametekelezwa kikamilifu. Na sasa akatamka, Baba, imekwisha. Nimefanya mapenzi yako, Mungu wangu. Nimekamilisha kazi ya ukombozi. Kama haki yako imetimizwa, hao ulionipa nataka wawe pamoja nami popote nilipo. Yohana Mtakatifu sura ya 19 aya 30, sura ya 17 aya 24. Sauti ya Mungu inasikika ikitangaza kwamba haki imekidhiwa. Shetani ameshindwa kabisa. Wafuasi wa Kristo wanaotaabika na kujitahidi duniani wamekubalika katika huyo mpendwa. Waefeso sura ya 1 aya 6. Mbele ya malaika wa mbinguni na wawakilishi wa malimwengu ambayo hayakuanguka, wanatangaza kuhesabiwa haki. Pale alipo, hapo kanisa lake litakuwapo. Fadhili na kweli zimekutana, haki na amani zimebusiana. Zaburi 85 aya 10. Mikono ya Baba ikamkumbatia mwanawe na tamko likatolewa, na wamsujudu malaika wote wa Mungu. Waibrania sura ya 1 aya 6. Kwa furaha isiyotamkika, watawala na wakuu wa mamlaka wanakiri ukuu wa mfalme wa uzima. Jeshi la malaika wanaanguka kifudifudi mbele zake, huku kelele za furaha zikiijaza mbingu. Astahili mwana kondoo aliyechinjwa kupokea uweza na utajiri na hekima na nguvu na heshima na utukufu na baraka. Ufunuo wa Yohana sura ya 5 aya ya 12. Nyimbo za ushindi zinachanganyika pamoja na muziki kutoka katika vinubi vya malaika, hadi mbingu inaonekana kujazwa kwa furaha na sifa. Upendo umeshinda, mpotevu amepatikana. Sauti zikajaa tele mbinguni zikitangaza kwa sauti nzuri zikisema, baraka na heshima na utukufu na uweza una yeye aketie juu ya kiti cha enzi, na yeye mwana kondoo, hata milele na milele. Aya ya 13. Kutoka katika tukio hilo la furaha, mwangwi wa maneno ya kupendeza ya Kristo yanaturudia huku duniani. Ninapaa kwenda kwa Baba yangu, naye ni Baba yenu, kwa Mungu wangu, naye ni Mungu wenu. Yohana Mtakatifu sura ya 20 aya 17. Familia ya mbinguni na familia ya duniani ni moja. Kwa ajili yetu Bwana wetu alipaa, na kwa ajili yetu anaishi.
naye kwa sababu hii aweza kuwaokoa kabisa wao wamjiao Mungu kwa yeye, maana yu hai siku zote ili awaombee. Waraka wa Paulo kwa Waebrania sura ile ya 7 aya 25. Natoka katika kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote, sehemu ya pili, ukurasa wa 447 hadi 448. Mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo ya Kesha la Asubuhi, hii ni Machi 30, mada ikisema katika mikono ya Baba. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo dumu kuwa nasi sasa na hata milele. Amina.